Can we give a big hands to Jesus? Piga makofi kwa God. Bless you so much. Mungu awabariki sana sana. This morning, Asubuhi ya leo God has given us the message, Mungu ametupa ujumbe and I have titled my message, na nileupa kichwa cha habari, Is anything too hard for the Lord? ni kitu gani ni kigumu kwa Mungu? And under the theme of the message, Na kichwa cha habari kidogo, God is the God of the impossible. Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. My title of message, Jumbe wa kichwa cha habari cha ujumbe kinasema, Is anything too hard for the Lord? je, lipo jambo lolote gumu kwa Bwana? Is anything too hard for the Lord? Je, kuna jambo lolote gumu kwa Bwana? Under the theme, God is the God of the impossible. Na ujumbe wetu unazunguka kwenye mazingira ya kichwa kinachosema Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Or you can give the theme is impossible God. Au unaweza kuandika kwamba Mungu Impossible God. God is the God of the impossible. Mungu ni Mungu wa yasiyowezekana. Hallelujah. Haleluya. Can you turn to your neighbor Unaweza kumgeukia jirani yako, and ask your neighbor, muulize jirani yako, is anything too hard for the Lord? je, lipo jambo gumu kwa Bwana? Turn to your neighbor again. Geukia mwingine jirani yako, Just ask it to your neighbor. muulize jirani yako, Is anything too hard for the Lord? je, kuna kitu chochote kigumu kwa Bwana? Anasemaje? What is he or she say? Anasemaje? What does she or he say? Anasemaje? What is he or she say? Aya, naomba umwambie, our God is God of impossible. Mwambie Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Wangapi wanaamini kwamba Mungu wetu ni Mungu How many believe that our God wa asiwe? is the God of the impossible? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. When we speaking about God of the impossible, Tunapozungumza kwa habari ya Mungu wa yasiyowezekana, we believe that God, nothing is impossible to him. tunaamini kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Everything is possible to God. Kila kitu kinawezekana kwa Mungu wetu. No matter you are passing through the challenges Haijalishi unapita kwenye wakati mgumu or difficult times, au magumu, but remember, lakini kumbuka, to God everything is possible. kwa Mungu kila kitu kinawezekana. To God everything is Kwa possible. Mungu kila kitu kinawezekana. No mountains, Hakuna mlima, no temptations, hakuna jaribu, no anything that is hard, hakuna kitu chochote ambacho ni kigumu, that is impossible to God. ambacho kwake hakiwezekana. Everything is possible. Kila kitu kwake kinawezekana. You know, sometimes when we comes to the church Wakati mwingine tunapokuja kanisani, and the pastor is standing before you here, mchungaji anaposimama mbele yenu hapa, trying to share in the word of God, anapojaribu kuwashirikisha ujumbe wa Mungu, but you might find some of the people they are not here unaweza kufahamu kwamba unaweza kuona watu wengine wanaweza kuwa hawako hapa because of the challenges, kwa sababu ya matatizo au changamoto wanazopitia, difficult times, magumu, nyakati ngumu wanazopita, disease, magonjwa and anything that is traumatized their self. na kila kitu ambacho kinawaumiza. But I want to assure you Lakini nataka kukuhakikishia that our God is God of impossible. wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Anything that you see is hard, Kila kitu unachokiona kwako kigumu, to God is impossible. kwa Mungu kinawezekana. Hallelujah. Haleluya. I want to encourage you this morning. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo, Don't be discouraged kwamba usikatishwe tamaa because you are passing through the challenges. kwa sababu tu unapita katika magumu, Because our God, kwa sababu Mungu wetu He can do everything. anaweza kufanya kila kitu, Because He says, kwa sababu alisema He is Alpha and Omega. yeye ni Alfa na Omega. Alikuwepo na atakuwepo. He was there and he is. Hakuna chochote kinachomshinda There yeye. is nothing impossible to him. Hata kama ni ugonjwa ulionao, Even if it's a disease which is, Mungu kwake inawezekana. to God it is possible. Nasema kwake inawezekana. To him it is possible. Nasema kwake inawezekana. To him it is possible. Nasema kwake inawezekana. To him it is possible.
Na wiki hii nataka nikutangazie hapa, check I'm declaring to you. itakuwa ni wiki ya habari njema. That it may be a week of good news. Itakuwa ni wiki ya furaha. It will be a week of joy. Unajua kuna kitu kizuri kama kusikia habari njema. You know, there is no everything like hearing good news. Unajua hebu mgeukie mweza kuambia Umefanya kitu kizuri kama habari. Tell him or her that there is nothing good kwa habari njema. news. Good news. Tunatofautiana katika viwango vya habari njema. We differ in the grades of good news. Yawezekana habari njema kwako ni kuwa na nyumba mpya. It may seem that to you good news is having a Yawezekana habari njema kwako ni kupata mchumba. It may be getting a fiancé. Yawezekana habari njema kwako ni kupata watoto. Good news to you may be getting children. Yawezekana habari njema kwako ni kuoa. It may be mine. Lakini Bwana ameniambia, But God is telling me kuanzia sasa that from now, kanisa la Magorofani the church of Magorofani, utapokea habari njema. you may receive good news. Utapokea habari njema. Receive good news. Unajua jana kabla sijalala, You know, yesterday before napigiwa simu na mtoto wangu. I received a phone from my Anasema son. ndio Saying, Dad, sio mimi baba, kama ni Mungu I anataka. can't believe that it is God is doing this. Naambia kuna nini tena? Kumekucha nini? I told him what happened. Anasema baba, And he said to me, Dad, nilikuwa na uhitaji sana I was in need wa kupata mtoto. of getting children. Nilihangaika usiku na mchana. And I was troubled. Nilikuwa nimejikatia tamaa. I was discouraged. Lakini navyokuambia sasa hivi, But I'm telling you now, mambo yametiki. things have gone down. Mambo yametiki. Things are okay. Yaani najiangalia na nishangaa kama sio mimi. When I'm looking to myself, Maana nilijikatia tamaa. because I was lost, I was discouraged. Nikasema huyo ndiye Mungu anayejibu. And I said that that's Lord you are Na kwa kuwa Bwana alisema na mimi because God spoke to me ya kwamba kutakuwa na habari njema. that it will be good news. Tegemea kuwa na habari njema. Expect good news. Tegemea kuwa na habari njema. Expect good news. Tegemea kuwa na habari njema. To receive good news. Usiwaangalie wanakukatisha tamaa. Look to those who discouraged you. Usiwaangalie wanaokuhangaisha usiku na mchana. Don't look at them who troubles you. Usiangalie waliokuwekea mipaka. Don't look at them, those people. Lakini yupo mwanaume zaidi ya wanaume, There's a man above anaitwa Yesu. his name is Jesus. Huyo akisema ndio, When he says yes, imekuwa ndio. yes, Huyo akisema imekuwa, says it is, nasema imekuwa. it is. Hakuna yeyote atazuia, There is no one who can, hakuna yeyote atakuzuia. no one who can block us. Natangaza asubuhi ya leo, Declaring this morning, yule Mungu ambaye hashirikani wala havuki na jambo lolote, akakutokea na wewe kwako, do everything. akakutokea na wewe kwako, To you. akatokea maisha yako. Show up to your heart. Haleluya! Hallelujah. Mpe Bwana makofi. You will clap your hands for Jesus. You know, I am writing my sermon in English, Najua nimeandika neno langu, somo langu kwa, but I see the spirit of English is just disappear. lakini naona ile roho ya Kiingereza inaondoka. I feel it's a powerful Swahili. Ninaona Kiswahili kikija kwa nguvu. Your mother tongue is so sweet. Lugha yetu ya lugha ya mama ni tamu sana. Hallelujah. Hallelujah. So I want to say this. Ninataka kusema haya. We are worshiping our God Tunamwabudu Mungu wetu who is doing everything. ambaye anafanya kila kitu. Nothing is impossible. Kwake hakuna gumu. So now we want to go to see the scriptures. Twende tukatazame maandiko, The book of Genesis chapter 18, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 18 from verse 1 to 15. kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 15. Mstari wa kwanza mpaka wa 15. Then when we finish there, Tutakapomaliza hapo, we will jump again to Genesis 21, tutaenda kwenye kitabu cha Mwanzo 21 verse 1 to 7. mstari wa kwanza mpaka ule wa 7. Then when we finish there, Tutakapotoka hapo, we come back again chapter 18, verse 14. tutarudi tena sura ya 18 mstari wa 14 ya kitabu kile cha Mwanzo. If anyone who is reached there, Aliyefika hapo then you can anaweza kusoma.
Bwana akamtokea Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na simama. Inapeperuka. Bwana Yesu la amudu Biblia isipekaduke in Jesus mighty name. Amen. Bwana akamtokea Ibrahimu. Naomba ile mtu afe Yose. Hiyo fedi Yose protect vizuri. Yeah. Yes. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na Bialoni ya Mamre alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa habari. Akainua macho hadi yake akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka nchi, akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa mimi mtuma wako. Na yalete basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu, nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye mwendelee. Iwapo mmemjia mtumwa wenu, wakasema, haya, fanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara, akasema, imiza vipimo 3 vya unga safi, mkande, unikandia ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akaimiza kuiandaa. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa, akawaandikia mbele yao. Akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakaya. Wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwapo nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema. Inaposema desturi ya wanawake, umeelewa hapo lugha Biblia inayotumia eh? Na Biblia ina hekima. Kwa maana usisome kama gazeti. Ni wangu mkongwe, nitapata furaha na bwana wangu mzee. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kama kuna neno gani lile gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Akakana Sara akisema, sikucheka, maana aliogopa. Naye akasema, sivyo, umecheka. Then I will read Yes. NIV version. Says, the Lord appeared to Abraham near the great tree of Mamre, while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. He said, if I have found favor in your eyes, my Lord, do not pass your servant by. Let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree.
let me get you something to eat so you can be refreshed and then go on your way. Now that you have come to your servant, very well, they answered, do as you say. So Abraham hurried into the tent to Sarah. Quick, he said, get 3 seahs of the finest flour and nail it and bake some bread. Then he ran to the head and selected a choice. Tell the calf and give it to a servant who hurried to prepare it. We then brought some curds and milk and the calf that had been prepared and set this before them. While they ate, he stood near them under a tree. Verse 9. Where is your wife Sarah? They asked him. There in the tent, he said. Then one of them said, I will surely return to you about this time next year, and Sarah, your wife, will have a son. Now Sarah was listening at the entrance to the tent, which was beyond hearing. And Abraham and Sarah were already very old, and Sarah was past the age of childbearing. So Sarah laughed to herself as she thought, after I have worn out and my Lord is old, will I now have this pleasure? Then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, will I really have a child now that I'm old? Is anything too hard to the Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. Sarah was afraid, so she lied and said, I did not laugh. But he said, yes, you did laugh. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Is anything that is hard for the Lord? Je, lipo jambo gumu kwa Bwana? God promises Abraham and his wife, Mungu alimwahidi Abraham na mkewe Sara, I will return to you at the appointed time next year, kwamba nitarudi kwa muda uliokubaliwa mwakani, and Sarah will have a son. na Sara akapata mtoto wa kiume. Now, Sasa I want to write this. inatamani uandike hichi. Every faces a situation. Everyone faces a situation Kila mtu anaweza kukutana na hali ambayo that seems impossible. inaweza kuonekana kwamba haiwezekani. Some people are waiting for healing. Watu wengine wanaweza kusubiri uponyaji, Others are praying for a job, wengine wanaomba kwa ajili ya kazi, a child, mtoto, labda restoration in the family, familia kurudishwa pamoja, financial breakthrough, mpenyo wa kiuchumi, or spiritual growth. lakini ukuaji pia wa kiroho. And sometimes we pray for many years Lakini wakati mwingine tunaweza kuomba kwa miaka mingi and then nothing feels to change. na inaweza kuonekana kwamba hakuna kinachobadilika, And we may even begin to lose hope. na tunaweza wakati mwingine kupoteza tumaini. But the good news is Lakini that habari njema ni kwamba the Bible introduces us to a God Biblia inatutambulisha kwa Mungu who specializes in impossible situations. ambaye amebobea kwenye mambo yasiyowezekana, What people cannot do, yale ambayo watu wanaweza wasiweze kufanya, God can do. Mungu anaweza kufanya. What doctors cannot heal, Yale ambayo madaktari hawezi kupona, God can heal. Mungu anaweza kupona. What a human wisdom cannot solve, Yale ambayo hekima za kibinadamu zinaweza kushindwa kuyatatua, God can solve. Mungu anaweza kuyatatua. When people say Watu wanaposema it is too late, kwamba umechelewa sana, God says Mungu anasema nothing is too hard for me. kwake hakuna kilicho kigumu. Do you know the story of Abraham and Sarah? Unafahamu habari ya Abrahamu na Sara? Teach us that God is a God of impossible. Habari inatufundisha kwamba Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Their situation looked hopeless, Hali yao ilionekana isiyo na tumaini, but God fulfilled His promise exactly lakini Mungu alitimiza hali zake kama zilivyo, as He had spoken. kama alivyosema. Hallelujah. Haleluya.
God called Abraham to leave his country. Mungu alimwita Abrahamu atoke kwenye nchi yake. And they promised to make him a great nation. Na alimwahidi kumfanya taifa kubwa. One of the God's greatest promises, moja kati ya ahadi kubwa za Mungu, was that Abraham would have a son through Sarah. Ni kwamba Abrahamu atapata mtoto wa kiume kupitia Sara. And it was not easy to Abraham to understand this. Na haikuwa rahisi kwake kuelewa. Because his age, kwa sababu umri wake, and his wife, na mke wake pia, it was not a friendly haukuwa rafiki to produce a baby. Kuleta mtoto wakati ule. Because scientists says, kwa sababu madaktari au wanasayansi wanasema there is an age of getting a baby. Uko umri wa kupata mtoto. When you have reached at the utu uzima, unapofika utu uzima ndio you cannot produce a baby. Huwezi kupata mtoto. Do you understand? Unaelewa? Are you following me? Unanifuata? You cannot produce a baby. Huwezi kupata mtoto. So even them, hata kwao, they were affected, waliathiriwa na hii, by this science. Na hii sayansi. Even you, hata wewe, you have been affected, pengine umeathiriwa, of many stories, na hadithi hii that are surrounding in your area, zinazozunguka eneo letu, that we cannot get a baby, kwamba huwezi kupata mtoto because our age, kwa sababu umri wetu is too late. Umeenda sana. We cannot get a job, hatuwezi kupata kazi, because I don't have an education. kwa sababu huna elimu pengine. I cannot build a house, huwezi kujenga nyumba, because I don't have any money. kwa sababu huna fedha yoyote. But listen, lakini sikiliza, if God speaks to you, kama Mungu ameongea na wewe, and God promises, amekuahidi that He will bless you, kwamba atakubariki, no matter the situation comes and goes, haijalishi amekuja huko roho, ahadi ya Mungu will be manifested, itatokea. whether you want, hata kama or not, hata kama unapenda au upendi, even your friends you want or not, hata rafiki zako kama wanapenda au your hawapendi, enemies you want or not, hata adui zako, as long as God spoke to you, ikiwa tu Mungu amesema na wewe, it shall happen. itatokea. It shall happen. Itatokea. It shall happen. Itatokea. Listen. Sikiliza. Years passed. Miaka inapita. But Sarah remained barren. Lakini Sara aliendelea kuwa mgumba. Years passed. Miaka ilipita. Many years. Miaka mingi. But Sarah remained barren. Lakini Sara aliendelea kuwa mgumba. As they grew older, walipoendelea kuwa watu wazima, it became humanly, ili ni jambo la kibinadamu, impossible for them to have children. Kibinadamu ilikuwa ngumu kwao kupata watoto. Do you remember Abraham was about 99 years old? Abrahamu, kama utakumbuka, alikuwa karibu miaka 90. When God visited him, Mungu alipomtokea. when you read in the book of Genesis chapter 17 verse 1, unaposoma Mwanzo sura ya 17 na mstari wa 1, and his wife Sarah na mkewe Sara was about 89 years old. alikuwa na miaka 89. Imagine, unaweza kufikiri. Miaka 89. 89 years. Nani na miaka 79 hapo da? Who have 89 years here? Mzee Songogo unajua ule miaka 76 na ndo mwaka mleke 77. Tukisema kwa sana mzee. Tena scrap au ndiko. Sasa Sarah alikuwa na miaka 80, But Sarah was 89. 79. 89. Na mume wake kidume mwenye Abraham miaka 90. Her husband. Ndipo nilizojua kwamba ng'ombe hasaiki maini. That's how I discovered that people never become born. Not to their children. Yes. Unacheka rigo, wafikiri Kiingereza chemis. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. 99 years old. Miaka 99. He was still waiting the promise of God. Alikuwa akingojea ahadi ya Bwana. And his wife 89 years old. Mkewe miaka 89. She was waiting to get a baby. Alikuwa akisubiri kupata mtoto. Hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. They had waited for almost 25 years old. Wali subiri kwa miaka mingi. Since God first gave the promise.
Miaka 25 toka Mungu alipowaahidi. They were not disappointed. Hapo hakukatishwa tamaa. They were still waiting the promise of God. Waliendelea kuisubiri ahadi ya Mungu. You know, sikiliza nikwambie. Listen to this. Kuna watu hapa Somalia waliokutana na binti na miaka 29. There are people here. One day I found a lady with 29 years. Anasema mchungaji, nataka nikanywe sumu. She was saying she want to drink poison. Nikamwambia sumu ya nini? And I told to her, what poison? Akasema unajua mchungaji, And she said, Pastor, umri wako umekwenda sana. my age has advanced. Sasa ni kama nitaolewa. I don't think that I will get married. Sifikiri kama nitaolewa. Nikamwambia una umri wa miaka mingapi? And I asked her, 29 baba, 29. and she replied 29. 29 years. Oh, miaka 29. She have discouraged. Amekatishwa tamaa Kwa ajili ya kuolewa na kupata mtoto. because of getting married. Nikamwambia njoo. And I told her, come. Nikamwambia fungua kitabu cha Mwanzo. And I told her to open the book of Genesis, Sura ile ya 17 mstari wa kwanza. chapter 17, verse 1. Nikamwambia soma. And I told her to read that passage. Akasoma kwa habari ya Sara. And she read about Sarah. Amefikisha miaka 89. She was 89 years. Lakini bado alikuwa anasubiria ahadi ya umri. Since she was waiting the cause, Anapata nani mtoto? she will bear children. Nikamwambia una miaka mingapi? And I told her that how old are you? Ukichukua 89 kutoa 29 unapata miaka mingapi? 89 minus 29. Pote vishudipe kuna hadi wilasa hapo. Mbona msemi sasa vipi gani? 60, si ndio? 60. Maana yake miaka 60 Sara bado alikuwa yupo ndani. And 60, she waited 60 years. Miaka mingapi? Years. Wewe ni nusa hivi. Ulifaulu hesabu kweli? Wewe bado unataka tupeleke chako. Nimesema 89. Walimu wako hesabu walikuwa ito nani? Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Miaka 89. 89 years. Anasubiri kupata mtoto. Waiting to get a child. Alafu hamna hata dalili. And there is no even a hope. Hata za kutema mate. Even, Hiyo. Hakuna. no. You guys, why are you laughing? Kwa nini mnacheka? This language is hard also. That lugha ni ngumu. Yes. Ina Yesu asifiwe. Praise Jesus. Miaka 79. 79 years. Anatema. Ele masubiria kutina mate mate yaonekana. Waiting. Na wajua katika watu ambao ni dhaifu duniani. And you know about all the people who are very weak. Mara nyingi tukilisema hili neno tunaonekana kama tunawanyanyapaa When we say this way, it seems like we are despising women. lakini huo ndio ukweli. But that is the truth. Wanawake huwa wanatembea na hisia Women walk with emotions, tofauti na wanaume wanafikiri kutumia ubongo. unlike men who think using brain. Ndio maana mwanamke ukienda kumchumbia, That's why when you go to propose for a woman, basi hafikiri sana kwenye akili yake, many times she doesn't think anawaza umekuja hadi. this brain. She looks at how you come to her. Ukitaka kuniambia mchungaji unasemaje, When you want to ask me, what does you kama hujachukia wewe nenda vizuri. Nenda vizuri, yani umevaa vizuri. you go Ndio upo to vizuri. propose when you look smart? Siku hiyo atakwambia Bwana amesema na mimi usiku huu. On the very one, she would say that God has spoken to her, Kwa sababu huo wanaangalia material zaidi. because they look at the material. Hata situation ngumu zinapotokea, Even when hard situations appear, nyoyo yao ni laini sana. their heart are Nazunjika na kuumia. they are discouraged easily. Kwa hiyo nataka nijaribu kupata picha ya Sara. So I want to get the picture of Sarah. Alikuwa anapitia wakati gani? What time was she passing through? Ilikuwa ni wakati mgumu, It was a difficult time. si ndio jamani? Ilikuwa ni wakati mgumu, si ndio? It was a very difficult time to. Lakini sikiliza nikwambie, but Listen to this. hakuangalia umri. God did not look at her age. Hakuangalia umri wa Abraham, He never looked at her husband's age. wala hakuangalia umri wa Sara. He never looked at her age. Mungu alichoangalia ni lile agano lake. God looked unto his promise. Nasema lile agano lake And looked unto his promise. ndilo aliloliangalia. You look to his promise. Hata wewe kwenye maisha yako, Even you in your life,
Usiangalie majira yamepita au hayajapita. Don't look at the seasons. Unachopaswa kuangalia What you're supposed to look is the purpose of God. kama Mungu amekuahidi jambo. If God has promised you something, Haijalishi miaka mingapi it doesn't matter how many years have passed. haijalishi watoto wamefanikiwa. It doesn't matter how many have prospered. Ila unachopaswa kujua ya kwamba ahadi ya Mungu ni kweli. But what you need to know is that the promise of God is true. Na niamini kwa jina la Yesu. It's available in Jesus' name. Ndio maana watu wanaweza wakakuahidi uongo. That's why people may promise you false. Marafiki zako wanaweza wakakuahidi uongo. Your friends may give you false promises. Lakini Mungu But God hawezi kusema uongo. never lies. Nasema hawezi kusema uongo. Never lie to you. Hebu mtikise jirani yako hivi. Check your neighbor. Tell him Hawezi kusema that uongo. God never speak lies. Geuze tena mgeuke mwenzako mwambie Mungu hawezi kusema uongo. Tell him that God will never Achana na maneno ya watu. leave other people's words. Achana na maneno ya familia yako. People's words. Achana na maneno ya ukoo wako. Leave your Yanakuambia hautafanikiwa. that tell you will not. Hayo ni maneno yao tu. Those are their words. Lakini lipo neno la Bwana There is the word of God. linaloachiliwa asubuhi ya leo. Which is released the Kwamba hata kama that it doesn't matter unapitia changamoto what you're passing through a hard situation na matatizo, and problems. yupo Bwana wa majeshi There is God of hosts. atatembea na wewe kwa Who jina la will Yesu. walk with you. Nasema atatembea na wewe kwa jina la He Yesu. will work with you. Nasema atatembea na wewe He kwa will jina la Yesu. walk with you in Jesus' Nasema atatembea na wewe kwa jina la Yesu. name. In Jesus' name. Kama unaamini sema amina. If you believe, say amen. Kama unaamini sema amina kubwa. Believe, say amen. One day the Lord appeared to Abraham Siku moja Mungu akamtokea Abrahamu near the great trees of Mamre. kando ya mti mkubwa huko Mando, During the visit, na katika mtembeleo huo God repeated his promise to Sarah Mungu akairudia ahadi yake kwa Sara, to say he would have a son akimweleza kwamba atapata mtoto wa kiume within a 1 year. ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Sarah laughed Sara akacheka because she thought she was too old to have kwa a sababu alifikiri kwamba yeye ni mkubwa sana, umri wake umeenda sana na haiwezekani kupata mtoto. Even you. Hata wewe Sometimes when we speak here before the Lord, tunavyoongea wakati mwingine hapa mbele za Mungu that God will bless you. kwamba Mungu atakubariki, God will give you a son. Mungu atakupa mtoto, God will give you a baby. Mungu atakupa watoto wewe. Sometimes you laugh at you. Wakati mwingine unaweza kucheka That's it. Why is possible? kwamba inakuwaje hiyo iwezekane, Because my age kwa sababu umri wangu has gone. umeenda. When we are speaking about the blessing to get your house, Tunapoongea kwa habari za wewe kupata nyumba yako, sometimes you are laughing at you wakati mwingine unajicheka mwenyewe because you feel that you don't have money. kwa sababu unaweza kufikiri kwamba una fedha, But unajiona I una want to fedha. tell you, Lakini nataka kuambia if God has promised you to bless, kama Mungu amekuahidi kwamba no atakubariki, matter the situation will come, haijalishi hali unazopitia, God will bless you. Mungu atakubariki. I say God will bless you. Mungu atakubariki. Hallelujah. Haleluya. Then God asked one of the most important questions Mungu akauliza moja kati ya swali in the book of Genesis chapter 18 verse 14. kitabu cha Mwanzo 18:14. Is anything too hard for the Lord? Kwamba je, lipo gumu kwa Bwana? Touch your neighbor Geukia jirani yako, and ask your neighbor, muulize jirani yako, is anything too hard for the Lord? lipo jambo gumu kwa Bwana? Liko lolote gumu kwa Bwana? Touch your neighbor again Geukia jirani yako tena, and ask your neighbor, muulize jirani yako, is anything too hard for the Lord? lipo jambo gumu lolote kwa Bwana? You know what's happened? Unajua nini kilitokea? 1 year later, Mwaka mmoja baadaye, exactly as God promised Sarah, Mungu alivyoahidi, Sarah gave birth to Isaac. Sara akamzaa Isaka. Ndivyo itakotokea Na kwako That's how it will happen. katika majira yale yale, In the appointed time, katika muda ule ule, in the exact time, katika wakati ule ule, in the appointed time, ambao Bwana amesema atakuinua, God has said you will live, ambao Bwana amesema atakubariki, that God has said you will ambao prosper, Bwana amesema atakupa nyumba, that God says he will ambao give you a Bwana house, amesema atakupa mke, that God has said he will give you a wife, atakupa watoto. he will give you children. Nasema itakuwa, Say it will happen. nasema itakuwa. It will happen.
Nasema itakuwa. It will happen. Nasema itakuwa. It will happen. Sikiliza nikwambie. Listen. Siku moja Yesu alikuwa anatembea. One day Jesus was walking. Akakutana na mtu anaitwa diwani. And he met Diwani. Maybe a counselor. Yes, sir. Diwani akamwambia Yesu hivi, and the counselor told him, asked him that, kama ungekuwepo nyumbani kwangu if you will be present at my house leo, today, mtoto wangu asingekufa. my child will never die. Manake alimwacha katika hali mbaya. He left her son in a bad condition. Alikuwa anaumwa. He was very sick. Na kwa maneno mengine alifariki. And in other words, he died. The son died. Kwa anakutana na Yesu mtenda miujiza. And then he met Jesus. Anamwambia Yesu, And he was asking Jesus, laiti kama tungekutana maybe tutakujana, we get the chance to meet yesterday. au ungenitembelea nyumbani, If you visited me at my house, mtoto wangu angekuwa mzima. my child was alive. Unapojua kwamba Yesu ndio ufufuo wa kweli na uzima. You never knew that Jesus was the one who can resurrect him. Yesu akamwambia kitu kimoja, And Jesus told me one thing, nenda nyumbani kwako. go to your house. Ukifika nyumbani kwako, And when you get there, utamkuta mtoto mzima. find your son. Maandiko anasema akaenda nyumbani. The word of God says he went to his house. Alipofika nyumbani pa, And when he reached there, akakuta wale wafanyakazi he found his servants. wanamtukuza Mungu. They were praising Kwa God sababu kijana amefufuka tena. because the son was alive. Kijana amesimama The tena. son stood up. Yule bwana akauliza, hili jambo limetokea saa ngapi? That man asked, at what time all this happened? Huu muujiza umetokea saa ngapi? This miracle, at what time did it happen? Wale jamaa wakamwambia muda ule ule ambao Yesu And alikuwa amemtamkia kwamba ndio ile at that time, Jesus spoke that. Kwa hiyo katika majira yale So in that very season, ya muda ule ule and that very time, ambao Yesu alimwambia nenda nyumbani kwako, when Jesus spoke to him, telling him to go to his house, utamkuta mtoto wako mzima. when he told him, you will find your son alive, Alipokalkulate when he calculated, katika muda ule ule, at that very time, majira yale yale, at the very season, saa ile ile, at the exact hour, akagundua kwamba Yesu alipotamka kwamba nenda utakuta mtoto wako mzima, ulikuwa ni muda ule ule. so he discovered it the very time. Sikiliza nikwambie, Listen to me. katika majira haya ya tunatamka, At this very season, kuna mtu anaenda kuwa hai kwa jina la Yesu. someone is going to live in Jesus, Kuna mtu anaenda kupokea uzima kwa jina la Yesu. to receive healing. Yawezekana tutakuwekea mikono, We may not put your hand, lakini kuna uzima utaingia ndani yako. but the healing will come to you. Tunapotamka sasa hivi kwa jina la Yesu, This time, kuna mtu Bwana anaenda kurejesha heshima yako, someone is restored. heshima yako iliyopotea. The respect is restored. Yesu anaenda kuirejesha. Jesus is restoring. Afya yako iliyopotea, The health which is lost, Yesu anaenda kuirejesha. Jesus is going to expand Kibali it. chako kilichopotea, The favor which is lost, Mungu anaenda kuirejesha. God is going to restore. Na bila kuombea kwa jina la Yesu, I'm praying to you in Jesus. asubuhi hii Bwana This akakutendea morning, jambo jipya. Jesus may do Bwana akasema na everything. maisha yako. God spoke to Bwana us. akaponya biashara yako. God heal Bwana your akaponya watoto wako. heal your children. Bwana akaponya ndoa yako. God heal your marriage. Bwana akaponya ugonjwa wako. God heal Bwana akaponya mzazi wako. God heal your parents. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Kama unaamini shout amen. You shout amen. If you believe shout amen. Come on, amen. Say amen. Hallelujah. 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 So now the Lord gracious to Sarah Mungu was gracious to Sarah alikuwa wa neema kwa Sara, as he had said. kama alivyosema, And the Lord did for the Sarah na Mungu akafanya kwa Sara what he had promised. ile aliyoliahidi. I believe Ninaamini God Mungu will do anaweza kufanya anything kila kitu and everything na kila kitu that has promised to your life. alichokiahidi kwenye maisha yako. I want to remind you Ninataka kukumbusha baba that God promises. kwamba ahadi za Mungu, Number one, namba cha kwanza, God promises ahadi za Mungu never fail. hazishindi, Never fail. hazishindi. Number two, La pili,
God's timing Muda wa Mungu is perfect. ni muda sahihi. God's timing Muda wa Mungu is perfect. ni muda sahihi. Number 3, Jambo la tatu, God's power nguvu ya Mungu is unlimited. inaweza kufanya kila kitu. God's power Nguvu ya Mungu is unlimited. haizuiliki. Number 3, La tatu, nothing. hakuna. Nakimbia skill set. My translator says yes, you are rushing very speed. Nimesema namba moja, I said, firstly, ahadi za Mungu God's promises haziwezi kushindwa. never fails. Nikasema namba mbili, Number 2, muda wa Mungu, God's timing hiyo muda sahihi. is perfect. Yaani muda wa Mungu au wakati wa Mungu The season of God or the time of God ndio wakati sahihi. is perfect. Na nataka niseme hivi, And I want to tell you this. unaweza ukahangaika sana, You may struggle. ukahangaika sana You may struggle a lot. mpaka wakati mwingine ukafikia hatua ya kukufuru. That you may speak bad words. Neno ukataka kukufuru. You may speak bad words. Lakini nataka nikwambie hivi, But I want to tell you this. yawezekana sio majira ya Bwana yamefika. It seems like it's not the God's time. Nilikuwa naongea na mtu mmoja nikamwambia I hivi, was speaking to someone maana saying, nikija kwako akaniambia, pastor, because he came to me and said, Pastor, ninatoa zaka, I'm tithing. ninahudhuria ibada, I'm attending church services. kwa nini Mungu hatokei kwenye ibada? Why does God not showing to this? Nikamwambia hivi, I told him that kama umefanya mambo yote kwa usahihi if you have done all things perfectly na unaomba maombi yako unaona hujibii, and you are praying and it seems like there is no answer, elewa kwamba sio majira ya Bwana. understand that it's not God's time. Ila haina maana kwamba Mungu hajasikia bahati yako. It doesn't mean that God doesn't hear your prayers. Yaani kuomba maombi yako Praying your prayers alafu Mungu hajajibu, and God does not answer, haina maana kwamba Mungu hajasikia maombi it yako. doesn't mean that He never heard your prayer. Ila tu wakati wa Bwana unakuwa hujafanya. But the timing of God is not yet. Ndio maana unaona Ibrahim That's why you may see amekaa miaka Abraham 29 has stayed 29 years akisubiri ahadi ya Bwana waiting for God's promise, kwa habari ya yeye kupata mtoto, for him to receive a child. lakini sio tu kupata mtoto, But not only to receive a child, kulikuwa kuna ahadi mbele ya kwamba atafanywa kuwa taifa but kubwa. there was another promise that he may be a great nation. Kwa hiyo amekaa kipindi chote, So he was waiting. He said, first season, he never left God. aliendelea kumtumikia Mungu, He continued serving God. aliendelea kumwamini Mungu. He continued believing God. Mimi najua yawezekana kulikuwa kuna watu wa karibu I know there are nearby people walimkatisha tamaa, who discouraged him, walimwambia wewe ni Mungu gani, who told him that what kind of God is? mbona haonekani, Why does he not show up? Mbona hajifunui? Why does he not reveal himself? Kwa kipindi chote hichi cha miaka karibia In 20, all this season of 29 years, kama ni Mungu situngemuona sasa. if it's God, why does we not? Yes. Unajua hata kipindi cha Nuhu, Even in the period of Noah, Nuhu alipoambiwa andaa safina, when he was called to prepare an ark, akaanza kuiandaa na kaa na he ubiri. started preparing the ark. Kuna watu wengine walikatisha tamaa, Other people discouraged him, wakasema ni Mungu gani wa ndugu yangu? and they told him, Ulisema "What kind of gharika God hiyo is that?" gharika gani? You said Maana ilitengenezwa kwa miaka mingapi? Almost karibia miaka 40. the ark was prepared in the period of 40 years. Ilitengenezwa kwa sababu Mungu amesema kwamba ataiharibu nchi. It was prepared for the time of 40 years. Hebu fikiria miaka 40 mwanaume mimi Sasa 40 years, he was still making the ark. kwa hiyo manake kuna kizazi kinaibuka kinasema huyu There is a tuambia generation kanisa baba zetu saying, since our fathers alisema kuna gharika itakuja, he said that floods will come, lakini hakuna chochote but kinachotokea. nothing has happened. Lakini sikiliza, But listen, Wakati wa Bwana ulipofika, when the God's time came, hakuna aliyezuia. no one
Nasema hakuna aliyezuia. No one barred that. Ndivyo hata majira ya That's how yakifika, when your time comes, hakuna atakayezuia. no one will stop that. Nami nakuombea kwa jina la And Yesu, friend, majira yako yakifika, when your time comes, hakuna atakayezuia. no one will stop it. Baraka zako zikifika, When your blessings, hakuna atakayezuia. no one will stop it. Hakuna wachawi, No wizard, wala waganga, even wala washirikina, Lookers, wala pepo wabaya even the hawatakuzuia. will never stop you. Maana ni majira ya Bwana. Just time. Nami ni maombi yangu asubuhi ya leo, My prayer this morning. Bwana akakukumbuke kwa jina la Yesu. God remembers you. Bwana kumbuke maisha yako kwa God jina la remember Yesu. your life in Jesus' Bwana name. kumbuke watoto wako kwa God jina la remember Yesu. your children in Jesus' Bwana name. kumbuke maombi yako kwa jina la Yesu. God remember your Bwana kumbuke huduma yako kwa jina la Yesu. God remember your Sijaona watu wanaosema amina Maria. Hey, Sijaona watu wanaosema amina Maria. say amen. Jamani, haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Sasa why is our God is the God of impossible? Kwa nini Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana? Number one, Jambo la kwanza, because nothing is too hard for him. kwa sababu hakuna gumu kwake. Because nothing is too hard. Kwa sababu hakuna jambo lolote lililo gumu kwake. God is all powerful. Mungu ni mwenye nguvu. There is no problem Hakuna tatizo or sickness au magonjwa or situation au hali yoyote that is greater than his power. ambayo ni kuu kuliko nguvu zake. What is impossible for people, Kila ambacho ni kigumu kwa wake it is possible for God. sio kigumu kwa Mungu, kinawezekana kwa Mungu. Things that is hard to people Mambo ambayo ni magumu kwa wake is possible to God. yanawezekana kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. You are reading for yourself in the book of Genesis Tunaweza kusoma kitabu cha Mwanzo 18 verse 14. mstari wa 14. And the book of Jeremiah, Kitabu cha Yeremia chapter 32, sura ya 32 verse 17. mstari wa 17. And also you read the book of Luke, Luka chapter 1, verse 36. 1:37. Hallelujah. Haleluya. Tandia Mwanzo 18:14, Mwanzo 18:14, Yeremia 32:17, Yeremia 32:17, Luka 1:37, Luka 1:37. Na mwisho Mathayo 19:26. Mathayo 19:26. Number 2, Jambo la pili. why is our God is the God of impossible? Kwa nini Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana? Because God always keeps his promises. Kwa sababu kila siku, kila wakati Mungu anatunza ahadi zake. God always keeps his promises. Kila wakati Mungu anazitunza ahadi zake. People may fail to keep their promises, Watu wanaweza kushindwa kutunza ahadi zao, but God never fails. lakini Mungu hashindi kutunza. If he has spoken, Kama amesema, he will surely to do it. hakika atafanya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. One of the things that I learned from God, Kitu kimoja ambacho nimejifunza kwa Mungu, God is so faithful Mungu ni mwaminifu in his promises. kwenye ahadi zake. If God promises you, Kama amesema, ameahidi, it shall come to pass. itatokea. It shall come to pass. Itatokea. Amina. Amen. Number 3, Jambo la tatu. why our God is God of impossible? Kwa nini Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana? Because God works beyond human ability. Kwa sababu Mungu anafanya juu ya uwezo wa wanadamu. God is not limited by age Mungu hafungwi na umri or education au elimu or money au fedha or human strength. au uwezo wa kibinadamu. He works where human ability ends. Anafanya kazi pale ambapo nguvu au uwezo wa kibinadamu unaishia. That's why I really loved God. Ndio maana ninampenda sana Mungu. When you see that you cannot reach there, Unapoona kwamba huwezi kufika pale, God Mungu will give you a bit anaweza kukupa nguvu to reach far. ya kufika mbali, To reach far. ya kufika mbali. He works where human ability ends. Anaweza kwenda mbele ya Where pale you ambapo cannot do. nguvu za kila binadamu zinaishia. Where you cannot do. Kile ambacho huwezi kufanya, God, he can do. Mungu anaweza kufanya. God, he can do. Mungu anaweza kufanya. Number 3,
Jambo la nne. Why our God is impossible? Kwa nini Mungu wetu ni Mungu asiyowezekana? Because God's timing is always perfect. Kwa sababu muda wa Mungu ni muda sahihi. God's timing is always perfect. Muda wa Mungu au majira ya Mungu ni majira sahihi. Hebu mbie mwenzako majira ya Mungu ndio majira sahihi. Tell your neighbor that God's time is perfect. God's may not answer immediately. Mungu anaweza asijibu wakati mwingine wakati huo, but he is never late. Lakini hachelewi. Abraham na Sara waited many years. Walisubiri miaka mingi. Yet God fulfilled his promises. Lakini Mungu alitimiza ahadi yake at the right time. Kwa muda sahihi. Hallelujah. Hallelujah. So God's timing, kwa hiyo muda wa Mungu is always the perfect time. Ni muda sahihi. Ndio maana usikatishe tamaa na mtu awaye yoyote. Don't get the discount. Kwa sababu kila mtu ana majira yake. Because everyone has yaliyokubaliwa na mbingu. That is appointed. Kila mtu ana majira yake. Everyone has his time. Yaliyokubaliwa na mbingu. That is accepted by God. Bwana ameahidi kwa wakati wake. God has promised. Hakuna atakayekuzuia. No one can stop it. Nasema hakuna atakayekuzuia. No one can stop it. Unachopaswa ni kuwa mwaminifu. What you are supposed to do is kutembea katika uaminifu wa Mungu. Walk in the faithfulness of God. Usichanganye na shetani. Don't mix up yourself with. Usimpe shetani nafasi. Don't have a space for kuharibu kile ambacho Mungu amekuweka ndani. To destroy what God has put in. And the last, na jambo la mwisho la tano. Why our God is a God kwa nini Mungu asiyowezekana? Because God receives the glory. Kwa sababu Mungu anapokea utukufu through impossible situations. Kupitia mambo yasiyowezekana. Turn to your neighbor. Geukia jirani yako. And tell your neighbor that our God. Mwambie jirani yako kwamba Mungu wetu receive the glory. Anapokea utukufu through impossible situations. Kupitia hali zisizowezekana. When God does impossible. Mungu anapofanya mambo yasiyowezekana. Everyone knows that he could have done it. Mungu anapofanya yale yanayowezekana. Kila mtu anafikiri kwamba Mungu anaweza kufanya. His miracles, miujiza yake, brings glory his name. Inampa utukufu, inaleta utukufu kwa jina lake. Strengthening the faith of his people. Na inaimarisha imani ya watu wake. Amina. Amen. Amina. Amen. Sometimes if you want to glorify the name of God, wakati mwingine unapotaka kutukuza jina la Bwana, is where when you pass through the challenges and the bad situations, hii unapopita kwenye nyakati ngumu au nyakati mbaya, the end of the day, mwisho wa siku, when God done the miracle, Mungu anapofanya ule muujiza, the glory belongs to God. Utukufu anaupokea Mungu. The glory belongs to Jesus. Utukufu anaupokea Yesu. God is happy. Na Mungu anakuwa furaha. Because he has done the miracles. Kwa sababu ametenda miujiza. In the midst of difficult situations. Kati ya wakati mgumu. So don't be discouraged. Kwa hiyo usikate tamaa. The situation that you are passing from. Hiyo hali unayoipitia. Because God, he wants his glory. Kwa sababu kupitia hiyo hali, through the situation, anataka utukufu. Through the difficult time, kupitia hilo gumu unalopitia, through the challenges, kupitia changamoto unayopitia, God wants his glory. Mungu anataka utukufu. Wangapi wananielewa? How many understand me? Wakati huo unaopitia gumu, that time when you are passing through difficult, unalia, you are crying, na kuomboleza and mourning, na kusema Mungu ameniacha, and saying that God has left me. Mungu hajakuacha. God never me. Ila Mungu anataka kupata utukufu. He wants to receive kupitia hilo tatizo. He wants to be glorified through your problem. Mungu anataka kuinuliwa. He wants to be lifted up. Mungu anataka kutukuzwa. He wants to be kupitia jaribu linalo through your times. Kupitia haya mazito mnayopitia. Through the difficulties you. Kupitia haya machozi mnayolia. Through your prize. Kwa sababu ipo siku Mungu atakuinua. Because one day God will lift you and help you. Utasema sio kwa akili yangu. Say it's not my brain. Na watu wote. And all the people. Watasema jamani. Will say. Hata kama tulikuwa tuamini kwamba Mungu hayupo. Even if we never believed. Lakini kwa sasa kupitia muujiza huu, but through this miracle, tunaamini Mungu yupo. We believe that God. Tunaamini Mungu yupo. We believe that God is. Hivyo Mungu ataweka kufanya mambo makubwa. That's how God will do
great things to you, hata kwa ajili ya maisha yako, even in your life, hata kwa ajili ya maisha yako. even with your life. Wangapi wanaamini kwamba Bwana How many believe that God will do great things? Hebu simama kwa miguu. Raise up. Quickly. God's always faithful to everyone who promises. Mungu ni mwaminifu kwa kila ahadi aliyoahidi. He makes. He makes faithful to everyone who promises. Yeye ni mwaminifu kwa kila ahadi anayoitoa. We have seen the Abraham and the Sarah. Tumesikia habari ya Abraham na Sara. They waited for the promises son, Walisubiri kwa habari ya mwana ile ahadi, and God did. na Mungu akafanya. Abraham was about 100 years old, Abrahamu alikuwa na karibu miaka 100 and Sarah was 90 years old. na Sara alikuwa na miaka 90. Sarah wombs was barren, Kizazi chake kilikuwa kimekufa and she was beyond childbearing age. na alikuwa juu ya muda ule wa kupata watoto. But after many years of wait, Baada ya miaka mingi ya kusubiri, God fulfilled his promise by giving the son Isaac. Mungu akatimiza ahadi yake kwa kumpa mtoto. What we want to learn from here, Kitu tunachoweza kujifunza hapa, God promises ahadi za Mungu never fail. hazishindi. Even when they seem impossible Hata inapoonekana kwamba haiwezekani, to God, kwa Mungu all things vitu vyote are possible. vinawezekana. Are possible. Vyote vinawezekana. Are possible. Vyote vinawezekana. We have seen number 2, Anna. Tumemwona Hana pia. She waited for a child. Alisubiri kwa habari ya mtoto. Hannah was barren and suffered Hana alikuwa mgumba. many years of shame. Miaka mingi ya aibu. She prayed Aliomba and trusted God, na akamwamini Mungu. and God answered Na Mungu akajibu. her prayers and gave Alijibu maombi yake. her son Samuel. Mtoto Samuel. Hallelujah. Haleluya. And end of the day, Na mwisho wa siku Hana praised God alimtukuza Mungu because he made the impossible kwa sababu alikutana na to be possible. Mungu aliyefanya He made the impossible kuwa yanawezekana. to be possible. Alifanya yasiyowezekana kuwa yanawezekana. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We have seen Lazarus also. Tumemwona Lazaro pia. Lazarus was dead, Lazaro alikuwa amekufa, but Jesus lakini Yesu did the impossible alifanya lisilowezekana to possible. likawezekana. Lazarus had been dead for 4 days. Alikuwa amekufa kwa siku 4. Everyone believed Kila mtu aliamini it was too late. kwamba imechelewa. Jesus called Lazarus Yesu aliita Lazaro out of the tomb, kutoka kwenye kaburi and he came back na alirejea to life. alirejea kuwa na uhai To tena. life. Alirejea kuwa na uhai tena. Jesus has power Yesu anayo nguvu over death, juu ya mauti, over death, juu ya mauti, over challenges, juu ya changamoto, over problems, juu ya matatizo, over bad situations. juu ya nyakati ngumu. Everything that is hard to you, Kila kitu ambacho ni kigumu kwako, Jesus Yesu is a superpower. yeye mwenye nguvu, Is a supercharger. yeye ana nguvu, Is Alpha and Omega. yeye ni Alfa na Omega. He knows where you are from Anajua wewe ulikotoka and where you go. na kule unakoelekea. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Raise your hands. Inua mikono yako juu sasa. Worship Kubeka. You may raise your hands now.